ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, ashukuru Allah subhanahu wa ta'ala, Mola mkarimu mwingi wa rehema, yeye ambaye tunamtaka msaada, tunamtaka msamaha, tunamtegemea mambo yetu yote ya dini na ya dunia, na kwake Mola wetu tujilinda na maovu ya nafsi zetu na matendo yetu. Aliongozwa naye, hakuna yote awezaye kumpotosha, na yote ambaye aliamua mwenyewe kukiuka kuna sheria yake Mola naye akamwacha katika upotovu wake, hakuna anayeweza kumuokoa. Tutafaulu duniani na akhera pale ambapo tutadumu tukiwa waislamu wa kweli, tukafikia kuondoka dunia tukiwa kwenye hali hiyo. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala sote atupe mwisho uliokuwa mwema, Allahumma amin. Inshallah leo tunasoma moja kwa moja ndani ya kitabu, na tunasoma faida yetu ya 66 ambayo muallifu alkitab alituwekea mlango muhimu sana, miongoni mwa mambo ambao wengi katika Uislamu tunaghafilika. Babu an-nafaqatu ala al-iyal, mlango unaozungumzia mume kuhudumia familia yake. Watu wengi wao wanachukulia tu kwamba mwanamume kuhudumia mkewe, kuhudumia watoto zake katika kuwalinda, kuwajulia kula, kuwajulia kuvaa, wakiugua kuwatibisha, kwa watoto wale kuwajulia masomo, adabu na mengine. Mtu anachukua tu, anajua ni kawaida, ni wajibu kwa kila mwanamume, lazima afanye hivyo. Lakini ni moja miongoni mwa ibada kubwa ambayo Uislamu umewahimiza waume, wanamume ambao tayari wako katika ujumba, watekeleze hayo na wanapata mengi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bal imethibiti kuwa ni bora kuhudumia familia yako kuliko kutoa sadaka kwa maskini, kwa fakiri, kwa mjane, kwa yatima, hata msikitini. Kama nyumbani kuna shida, kuna yule ana shida katika wale ambao ni wajibu kwako wewe kuwahudumia, ni afadhali usitoi msikitini umpe huyo. Ni afadhali usimsaidii maskini barabarani, kamsaidie huyo wa kwako. Na hapa kwenye faida yetu kuna swali ambalo kila mtu anatakiwa alijue majibu yake. Mata takunu nafaqa wajiba wa mata takunu mustahabba, ni wakati gani mwanamume kutekeleza majukumu yake ya kuhudumia familia yake kwa kutumia uwezo wake wa mali? Ndio tunakusudia hapo. Ni wakati gani inakuwa ni wajibu kwake? Tunaposema wajibu, tunakusudia kwamba kama hakutekeleza anapata dhambi, ndio inaitwa wajibu. Na ni wakati gani inakuwa sio wajibu lakini ni mustahabu, ni sunna, inapendeza? Kwa hiyo kuna nyakati ambazo mwanamume kuhudumia familia yake ni wajibu, na kama haukufanya hivyo Allah atakuadhibu kama uwezo unao ukashindwa kufanya hivyo. Na kuna nyakati ambazo ni mustahabu. Hadithi yetu an Abi Mas'ud radhiyallahu anhu an nabii sallallahu alayhi wasallam qala, Abu Mas'ud sahaba mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kutoka kwa mtume mwenyewe, rehma na amani za Allah zimshukie, mtume anasema, idha anfaqa ar-rajulu ala ahlihi nafaqatan yahtasibuha fahiya lahu sadaqa. Mtume anasema mwanamume au mume pindi ambapo atatoa pesa huduma ala ahlihi, kwa familia yake, akimpa mke ili aandae mazingira, au akiwalipia watoto wake masomo, akajitolea hiyo, lakini kwa nia na madhumuni ya kupata thawabu, sio kutoa tu kwa nia kwamba niko natekeleza wajibu wangu. Unatia kuwa na nia pia kwamba niko natekeleza ibada.
nataraji Allah anilipe. Mtume anasema fahiya lahu sadaqa, zile pesa umetoa Allah anakuandikia thawabu sawa sawa na mtu ametoa sadaka. Na ndio maana ninasubutu kusema kwamba wanamume ambao wako katika ujumba na wanawake ambao tayari wameingia kwenye ndoa, kuipata pepo ni rahisi sana kuliko mabachela, kuliko waselibateri. Kwa sababu mwanamume akimtizama tu mke wake wakatizamana, alafu wote wakatabasamu, wanapata thawabu. Kuangaliana tu hivi alafu wanacheka, wanapata thawabu. Na ikitokea mwanamume akachukua sehemu ya chakula anapokuwa anakula na mke wake, hii makanyanyua kwa kijiko au kwa mkono, akamlisha, hata kumtia tu mnofu, unapata thawabu. Na kinyume chake ni hivyo hivyo. Hata yeye mwenyewe akichukua kwambia aka nyama ndo kamenona, hebu akakutia mkinyo na ukatafuna, mnapata thawabu nyote. Yaani ziko nyingi za bure bure tu, yani hazingoji udhu wala hazingoji kuelekea kibla wala hazingoji juhudi. Alikuwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siku moja yuko anakula na mama yetu Aisha radhiyallahu anha. Katika chakula walikuwa wanakula palikuwa nyama, alafu nyama ambayo ni ya mfupa, yani mnofu uko kwenye mfupa. Kwa hiyo mama yetu Aisha akachukua ule mnofu akawa amekata na meno yake, kisha akaurudisha pale kwenye sahani. Alipourudisha ikawa nizamu pia ya mtume, na mtume akachukua ule mnofu, alafu mtume akakaa na ugeuza hivi. Mama yetu Aisha akamtizama akamuuliza, mbona unaugeuza geuza, kuna nini? Mtume akamjibia kwamba niko natafuta kwenye ulitia meno yako kinywa chako ili na mimi nikate pale pale. Hapa kuna mafunzo hapa, tukiingia hapo tutaendelea. Maana kwa vijana wao mnasema ameanzwa na wazungu, hayajaanzwa na wazungu. Uislamu haukuacha kitu. Aisha akamwambia nionyeshe, mtume akamuonesha ule mnofu. Alipogeuza Aisha akamwambia hapa ndo nimekata. Kisha mtume akachukua na yeye akatia pale akakata. Kwa kweli mtume wetu Muhammad alikuwa anayajua mapenzi kwa maana ya mapenzi, na alikuwa amejaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala kumiliki, kuidhibiti nafsi yake. Mtume alikuwa na huyo uwezo tofauti na sisi, na alikuwa pia Allah amempa subira ya hali ya juu ambayo hakuna kiumbe anaweza. Kwa dalili, siku moja mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa msikitini amekaa na maswahaba, yuko anawapa baadhi ya mafunzo, kuuliza maswali wanauliza. Mama yetu Zainab, mmoja miongoni mwa wake wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akawa amemuona mtume yuko na maswahaba. Na nyote mnajua kama mtume alikuwa na wake wengi, lakini katika wake zake wengi mama zetu wawili walikuwa na kitu kama vile cha kushindana kunako masuala ya kumpa kea mzee, kumshika vizuri, yani kulijenga penzi. Alikuwa ni mama yetu Aisha na mama yetu Zainab. Kwa kila mmoja anafanya kitu ili yeye ndo amshike mzee vizuri. Kwa hiyo Zainab alipomuona mtume amekaa na maswahaba, Zainab akamuita mfanyakazi wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambaye ni swahaba Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Kabla taala ya Anas njoo. Alipomuita tu kwa sauti ya Aisha, alikuwa chumbani kwake, akasikia mbona Anas anaitwa. Aisha akatoka naye uani anamtizama, huyu kuna nini huyu? Najua wanawake tena ndio hivyo tena. Kwa hiyo alipomtazama Anas akawa ameingia kule kwa mama yetu Zainab. Zainab akachukua sahani alqaswa, akachukua sahani au tukiita bakuli, akaweka baadhi ya tende ambazo zimeuiva vizuri sana. Baada ya kuweka zile tende za kutosha kabisa, akampa Anas. Mama yetu Zainab anampa Anas, anamwambia mpelekee mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mkumbuke kwamba kwa mtume alikuwa ni jirani ya msikiti. Anas alipotoka na lile sahani ambalo liko na tende, anamletea mzee msikitini, na mzee yuko na maswahaba, yuko anafutu maswali. Na katika maswahaba yuko Abubakar na yuko Umar, vigogo. Aisha akaona tayari pointi hapa mimi nimezipoteza. Kwa nini haya sikuyafanya mimi? Anas anaingia msikitini, Aisha naye akapita kwa ule mlango ambao mtume alikuwa anapita akija msikitini, sababu ilikuwa ni mlango kutokea barazani kwa Aisha.
na yeye akachomokea pale, anakuja na Anas anakuja, wote wanakuja kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walipofika, Anas akafika na mama yetu Aisha anafika, na wanamume wamejaa msikitini na wamekaa chini. Anas anachukua ile sahani, anampokeza Mtume Muhammad, sahani ambalo liko tende. Mtume ananyosha mkono alipokee, anakutana na mkono wa Anas ndio analileta. Mama yetu Aisha tayari kwa karibu, akapiga kofi huku chini, mikono yao yote miwili. Alipopiga kofi, ile sahani likawa limeruka likamwagika, na msikiti wa Mtume ulikuwa hauna carpet. Msikiti wa Mtume, mkumbuke, ulikuwa ni changarao na michanga. Kwa hiyo zile tende zikawa zimeanguka kwenye michanga. Kabla tujaendelea na kisa, kama ni mke wako ndio anafanya hivyo mbele ya wanaume wenzako, utafanya nini? Maana kila mtu anajijua. Na pengine kuna minaume mingine anakuambia bana mzee, au ndio ulishagalambishwa, acha uzoba, maana dunia leo imeharibika. Tende zikamwagika. Maswahaba wa Mtume wetu Muhammad, baadhi kwa aibu waliinamisha nyuso zao chini. Mama yetu Aisha amekaa wima, Anas anashindwa afanye nini. Kwenye riwaya nyingine, upokezi mwingine unasema kwamba lile sahani lilifika linapasuka, kwamba lile sahani lilipasuka au liliharibika. Maswahaba wanainama chini. Baba wa Aisha ambaye ndio Abubakari yuko hapo, na yeye anainama chini. Binti yangu anafanya vitu gani hivi tena mbele ya Mtume? Lakini biabi wa umi, huyu mzazi huyu ambaye tunatakiwa tumwigie, hakumtukana mke wake, hakumfokea, hakumpiga. Allahu akbar! Kwa kweli Mtume ni Mtume, alikuwa na tabia nzuri sana. Alichokifanya, alimwambia Anas, nenda kule kwa Aisha kule ukalete sahani kama hivi. Na hapa tunaipata faida kwa wale ambao wana mke zaidi ya mmoja. Ni vizuri wakati mwingine mwe mnaonulia vitu vya kufanana. Kambeni nikalete sahani kama hivi. Akaenda kule akaleta ile sahani. Alipoleta Mtume akawa anainama mwenyewe, anaogota tende, anapagusa michanga, anatia mwele sahani. Anaogota, anatia mwele sahani, na kwenye kinywa chake akiinua macho anatazama maswahaba, kisha unasikia aibu. Mtume anasema laqad gharrat ummukum, laqad gharrat ummukum. Kwa kweli leo mama yenu hasira zimezidi, mama yenu wamechukia sana. Yaani Mtume anamtetea mke wake mbele ya maswahaba, kwamba hasira zimemzidi, ameshindwa kumiliki. Akawa ameokota. Alipomaliza Mtume, mama yetu Aisha anashindwa kurudia ndani na hawezi kukaa mwanamume, tayari ameshafanya kosa. Alichokifanya Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alichukua ile sahani ambalo limepasuka, ambalo mama ndio sababu, akamwambia as-sahanu bis-sahani, tunafanya change sahani kwa sahani, ili lililopasuka ndio lako, ili nalo litarudia kule kwa nani? Kwa Zainab. Anatibu Mtume kwa sababu anajua likirudi kule tena limevunjika, yule mwenye nalo atataka ajue limevunjika aje Anas. Na maswahaba sio waongo, atalazimika mwambie ukweli. Akimwambia ukweli itakuwa kesi nyingine. Kwa hiyo mwalimu analikosoa, anambia ili ndo lako, alafu ili litaenda kule. Aisha anamwambia Mtume, ya Rasulullah, nisamehe nimekosea. Anambia wala usijali, hakuna tatizo hata moja, wewe jende tu nyumbani. Mama akarudia nyumbani, kisha Mtume zile tenda akapiga bismillah, akala na akawagawia waliojaliwa wakala, na kesi ikaisha, na hakuna vya kutegana kwamba ukirudi nitakuvunja mkono. Kwa hiyo Mtume wetu Muhammadin sallallahu alitufunza mengi mazuri. Naam, wa an Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kafa bil mar'i ithman an yudayya min yaqut. Anasema Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, Allah awaridhie wote na baba yake, wote walikuwa ni maswahaba, Abdullah na baba yake Amr ibn al-As. Anasema alimsikia Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Mtume anasema kafa bil mar'i ithman, yatosha Muislamu kupata madhambi, yatosha Muislamu kuhesabiwa na Allah kuwa amekosea, an yudayya min yaqut, pale ambapo anapokuwa anashindwa kutekeleza majukumu yake ya maemezi nyumbani. Ndugu zangu Waislamu, Sheikh Ibn Uthaymeen rahmatullah alayhi kwenye hii hadithi katika faida akasema, hadhi alahadith allati dhakaraha almuallif fi bab an-nafaqat ala al-ahl, hizi hadithi ambazo mwandishi wa kitabu amezitaja katika mlango
wa umuhimu wa kuhudumia familia, kullaha tadullu ala fadilati al-infaq ala al-ahl, zote zinaonesha umuhimu wa kuihudumia familia, yani umuhimu wa mwanamume kutekeleza hayo majukumu yake, wa annahu afdal min al-infaq fi sabilillah, kwamba mwanamume kuhudumia familia yake, mke wake, wanaye, kwa kuwalinda, kwa kuwahudumia ni bora kuliko kutoa mali yako na pesa yako kunako njia yake Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha Sheikh asema wa afdalu min al-infaq fi ar-riqab, na ni bora pia kuhudumia familia yako, ni bora kuliko hiyo pesa yako kuitoa kwa kumlipia mtumwa, zama zile za utumwa, kumlipia mtumwa aachwe huru. Na hiyo ni moja miongoni mwa ibada kubwa. Nadhani mnakumbuka nyote, sheria yetu ya dini ilipanga ikaonesha ya kwamba kwanza utumwa haijuzu, esclavage ni haramu, na ndio maana dini ikapanga kwamba Muislamu atakayetenda tendo la ndoa la halali kwa mke wake fi nahari Ramadhan, mchana wa Ramadhani, ili hali wamefunga. Nadhani nyote mnaelewa Allah subhanahu wa ta'ala alihukumu mkifanya hivyo, kwanza hiyo saumu inakuwa imeharibika, na ikisha haribika mnatakiwa baada ya Ramadhani kwanza hiyo siku moja muilipe, kwa sababu iliharibika. Mkisha ilipa hiyo siku moja, inakuja sasa amande aliyoipanga Allah subhanahu wa ta'ala. Ya kwanza alipanga Mwenyezi Mungu itqu raqaba, lazima umtafute mtumwa esclave penye yuko, umnunue, umkomboe, umwache huru. Na zama zile ilikuwa ni mapesa mengi sana kwa kuwanunua watumwa. Kama utamkosa, hasa kwenye zama zetu hizi tunazoishi, hakuna nchi utaenda tutampata mtumwa, hakuna. Sheria ya dini ndio ikaleta sasa, ukishindwa hilo au umemkosa, ni siyamu shahrain mutatabi'in, amande inayofuata hapo baada ya kulipa hiyo siku moja, unafunga saumu miezi miwili ya kufuatana. Na Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma na masalafi wengi waliotangulia wakasema miezi miwili ni kila mwezi unahesabia siku 30. Hakuna masuala ya kusema ni mpungufu, hamna cha siku 29. Kwa lugha nyingine ni siku 60. Kama ni mwanamama alitenda hilo tendo la ndoa na alikuwa ndoa yake, atafunga na yeye hivyo hivyo. Akifikia zile nyakati ambazo sheria haimruhusu kufunga, mfano ameingia katika siku zake, atakula mchana na akitoharika anaendelea. Na kama ni mwanamume, utasimamisha masuala yote ya kusafiri. Usileti ujanja kwamba acha nisafiri, kwa sababu safari ni moja miongoni mwa sababu tumeruhusiwa kula mchana mpaka umalize siku 60. Na haijuzu kusema kwamba siwezi. Maana kuna mwingine anasema Ramadhani yenyewe inaishaga tu, tumeshaumia. Sasa 60 nitaweza wapi? Kwanza anza ufunge. Alafu ukifikia kwenye hali unaona kwamba hapa nitaangamia, hapo ukifikia sasa, hapo ndio usijiangamizi. Ndio inakuja sasa amali ya tatu. Allah subhanahu wa ta'ala sema it'amu 60 miskini, kuwalishiliza maskini 60, au kiswatuhum, au kuwavisha maskini 60. Na sheria ikasema kuwalishiliza 60 ni kwamba kila mmoja unampa chakula cha kutosha, wakakadiria ni kilo 1.5 ya chakula ambacho kinaliwa sana hilo hapo kwenu au sehemu katika nchi yenu. Kwa hiyo unachukua kilo 1.5 mara 60, unawatafuta 60, unagawia, unawapa. Na kama utaenda kwenye hii ya pili au kiswatuhum, kuwavisha, ni kwamba kila mmoja unampa vazi ambalo linamtoshelezea sana. Kama ni mwanamke uhakikishe umempa na shungi ya kuvaa kichwani, na kama ni mwanamume, kama utampa kanzu sawa, na kama hukumpa kanzu umpe nguo ambayo unajua akivaa atasali. Kwa hiyo ikiwa ni suruali, ni suruali na shati, sio suruali peke yake wala sio shati peke yake, mpe nguo ambayo imeenea. Kwa hiyo sheria inaonyesha hapa kwamba ni bora kulishiliza familia, thawabu ni nyingi kuliko kuzitoa fi sabilillah, na kuliko kumwacha mtumwa huru. Bali sheria kaendelea akasema wa afdalu min al-infaq ala al-masakin, bali ni bora kuihudumia familia yako, thawabu unazozipata ni nyingi kuliko kuhudumia maskini wasiojiweza. Wadhalika, kwa nini? Sheikh anasema kwa sababu
lianna al-ahl mimman alzamaka Allah bihim, kwa sababu familia yako, mke wako na wanao wako miongoni mwa wale ambao Allah alzamak, Allah amekulazimisha kwamba ni lazima uwahudumie. Na hapa ndipo napenda kuwanasihi ndugu zangu, bila kusahau nafsi yangu, wale wenye tabia ya kuacha familia alafu mtu anasema natoka kiibada. Hapana kutoka kwenda kutafuta riziki, kiibada. Mtu anaacha familia alafu anasema naenda kiibada. La yajuz. Ibada kubwa ni hiyo. Maswahaba wa mtume wetu Muhammad, maana hii lugha iko sana kwamba maswahaba walitoka, nadhani nasema mara nyingi, na wengi walikufa nje ya Madina. Ni kweli, wengi walikufa nje ya Madina, lakini maswahaba hawakutoka. Maswahaba walihama. Tofautisha kati ya kutoka na kuhama. Mtu alikuwa anachukua familia yake, anamchukua mke, anachukua labda na watoto, anahama huko na anakwenda kwa nia kwamba anaenda kufundisha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Anabaki huko muda, miaka, mpaka pale miongoni mwa wale aliwafunza ataona kwamba wamo wawili watatu ambao wanaweza kusimamia hayo majukumu. Ndio baadhi yao walikuwa wanarejea, na ndio maana wengi walifia huko, kwa sababu walikuwa na siku nyingi. Tofauti ya wengi leo miongoni mwa maduat, walinganiaji wengi, watangazaji wa dini wengi, leo wanabakia wanadokoa. Mtu anatoka hapa anaenda huko siku zake 5 amemaliza. Mwingine akijikaza sana miezi yake 2 kamaliza. Kuna wengine unasikia siku 40, kuna wengine miezi 6 kamaliza. Ukamuuliza uliwaacha watu wako vipi? Mungu mwenyewe atawalinda. La, dini haiwezi kuwa hivyo. Kama gisi kuna wengine wanatabia na muingiza mfanyakazi yake dini wa uani, alafu hataki kumfunza wala kumletea mwalimu wala kumpeleka kwenye masomo ya dini. Anasema mimi nimemaliza majukumu yangu. Sio hivyo. Uislamu hauko hivyo. Utaulizwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kimuingiza lazima ulifuatilie hili. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala ametulazimisha tuweze kulinda familia yetu. Wa aujaba alayka nafaqatuhum, na Allah subhanahu wa ta'ala ametuwajibisha kwamba tuwahudumie. Fal infaq alayhim fardun ainun wal infaq ala man siwahum fardun kifaya. La shak, kuhudumia familia yako ni obligatoire, ni fardun ain, ni faradhi ambayo ni lazima kwa kila mtu. Hauwezi kumwambia mwingine ndio atafanya majukumu. Na hapa ndio nawaambia wale wanamume ambao wanapenda kuoa na watu wenye wako na uwezo. Wako wanaume wengi wanasema mimi nikioa mke wa pili nitatafuta mwenye uko na mali. Kwa sababu kwenye sifa Mtume alisema tunkahul mar'atu li 4, mwanamke anaolewa kwa moja miongoni mwa sifa 4. Mtume akasema li jamaliha, kutokana na uzuri wake unakusumbua wewe, walinasabiha, kutokana na ukoo wake, kisha Mtume akasema walimaliha, na kutokana na mpunga wake mali yake, walidiniha, na kutokana na msimamo wake wa dini. Kisha Mtume kama mjuzi akatuchagulia akasema fadhfar bidhati din taribati yada, chagua huyo wa dini ndio mikono yako itabarikiwa. Sasa kuna vijana wanasema mimi nataka ndio mwanamke mwenye na pesa. Si vibaya kama mtakubaliana, lakini jaribu uongee naye kama atakuwa tayari kuridhia mali yake, wewe ndio uwe msimamizi, kama ilivyokuwa zama za mtume wetu Muhammad sallallahu kwa mama yetu Khadija. Mtume alimuoa Khadija, na Khadija alhamdulillah alikuwa ni mmoja miongoni mwa watu wenye uwezo, na Khadija akamridhia mtume kwenye mali yake kwamba mtume aitumia anavyotaka, kiasi ambacho hata huduma za Khadija alikuwa anangoja kumuomba mumewe mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na mtume kwenye hadithi anasema kwamba kila aliyomtendea wema mtume anasema nilimlipa wema, isipokuwa Khadija ndio wema wake ulikuwa ni mkubwa, nimemwakilisha Allah subhanahu wa ta'ala nilipie naye siku ya kiyama. Kwa hiyo kama utampata huyo wa hivyo akakubali mali yake uitumie wewe, hapo ruhusa. Lakini kama utataka kwenda kuwa Mario, kaka ole wako, kuna siku utamkosea, atachukua suruali zako na viatu wako waweke katika ule mfuko ulioenda nao pale, kisha akwambia anza mbele. Au anaweza akakuswaga akwambia zingine zitakuta huko mbele kwa mbele. Heshima ya mwanamume ni huduma. Allah anasema ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd
wa bima anfaqu min amwalihim, wanamume waume, arrijalu qawamuna ala nisa, wanamume ndio wasimamizi wa wake zao, ndio viongozi wa wake zao. Kwa nini? Bima faddala Allahu ba'dahum ala ba'd, kwa kuwa Allah subhanahu wa ta'ala aliwafadhilisha wanamume juu ya wanawake. Nafasi hiyo waume hawakujipa, ni Mwenyezi Mungu ndio aliwapa. Akasema na sababu ya pili, wa bima anfaqu min amwali, na kwa kuwa mwanamume ndio anatoa nini? Huduma kutokana na mali yake. Naam, kwa hiyo fardhun ainin ni bora kuliko fardhun kifaya, kama alivyosema shekhe wetu. Anasema wakad yakunu al-infaq ala man siwahum ala wajhi tatawwu, na kuna nyakati inakuwa kujitolea kwa wale ambao ni kinyume na familia yako, inakuwa ni tatawwu, inakuwa ni sunna, yani sio wajibu. Lakini hapa nilipenda ndugu zangu Waislamu ni wanasihi bila kusahau nafsi yangu. Akija kukuomba Muislamu au maskini au fakiri, hata kama si Muislamu, akakuomba nisaidie, kama walivyokuwa wengi barabarani, uko na khiari katika dini, uko na khiari ya kumsaidia, kumpa kama unacho, na kumnyima. Lakini sheria ya dini inasema kwamba ukimnyima, jitahidi umwambie maneno mazuri. Usimnyimi kisha ukafatisha kashfa, na kinyume chake usimpi kisha ukamsimanga. Usimpi kisha ukafatisha maneno mabaya. Suratul Baqara, Mwenyezi Mungu anasema nini? Anasema qaulun ma'rufun khairun min sadaqatin yatbauha adha. Qaulun ma'ruf, maneno mazuri unayomjibia mwenye kukuomba alafu umemnyima, lakini unamjibia maneno mazuri. Ndugu yangu, inshallah na wewe Mungu atakupa. Ndugu yangu, leo hatujajaliwa. Ndugu yangu, usikati tamaa, ipo siku na wewe Mungu atakufungulia. Maneno hayo mazuri, Mungu anasema khairun, ni bora kuliko sadaka unayompa alafu unafatisha mauzi. Maana kuna wengine akiomba anatoa, anampa, anaambia lakini wewe umezoea, hutaki kutumika wewe. Wewe umekalia ni kuomba. Watu wako hivyo. La yajuz. Usimsimangi mwenzako kwa kuwa umempa, si vizuri. Naam, Sheikh anasema kwamba wal fardhu afdal min at-tatawwu, la shak, kwa sababu tumesema kuhudumia familia yako ni faradhi kwako, na faradhi ni bora kuliko sunna, kwa maana nyingine kuliko wale ambao si ndugu zako kuwasaidia. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwenye hadithi al-Qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala alisema ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu alayhi. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema kwamba pindi mja anapotekeleza yale ambayo Allah amemlazimisha, yale ambayo tunaita ni faradhi, Allah Subhanahu wa Ta'ala mja huyo anampenda zaidi na kumlipa thawabu nyingi kuliko yule mja ambaye anajikurubisha kwa Allah kwa kutumia sunna, yani kwa kutumia yale ambayo si faradhi kwake. Na hapa nitaomba paeleweke, Allah akitujalia akatupa taufiki, tutaudiriki mwezi wa Ramadhani, na tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie tuudiriki mwezi wa Ramadhani. Sasa ndani ya Ramadhani kuna ibada nyingi. Miongoni mwa ibada nyingi za ndani ya Ramadhani iko ibada ya as-sahur, ya kula daku. Kuna Waislamu wengi ibada hiyo wanaitekeleza, alhamdulillah, lakini hao wengi wao pia inawapelekea wanachelewa sala ya faradhi ya alfajiri kwa jamaa. Nadhani wapo. Mtu anakula daku ya marori, inajuzu maana nasikia wengine mnaguna. Inajuzu, kwani si chakula? Mbona mnaguna nini? Mtu anashindilia, vijana wanaita ni zege, wanasema daku ya marori, daku ya ugali. Mwingine anasema acha nishibe leo, saumu haita nikamua. Anapakia mpaka anashindwa kupumulia mapua, anapumulia mkini. Matokeo analala. Akilala azana alfajiri inatoka, yuko usingizi, au wakati mwingine anakuwa mzito. Yani mtu unatekeleza sunna ya kula daku, alafu unapoteza faradhi ya kusali sala ya faradhi msikitini. Yani unakuwa wewe hujui uzito wa faradhi nini. Na ndio maana tujitahidi sana
Wako watu ambao Iblis laanatullah alayhi shaitan, kuna wakati anawapendezeshea baadhi ya matendo ya sunna, wanajikuta wanayatekeleza, alafu wanashindwa kutekeleza wajibu. Mfano anasema Sheikh, tajidu yatasaddaqu ala almiskin au ma ashbaha dhalik wa yadau alwajib li ahli. Wako watu ambao unakutana wanatoa sadaka sana kusaidia watu, kusaidia maskini, kusaidia mafakiri, lakini kwake kule nyumbani mke na watoto wanaishi mazingira magumu. Yaani unamkutana mtu nyumbani kwake ni mgumu ya ajabu, wakati mwingine mpaka mboga ndani ya sufuria anazijua idadi, lakini kule barabarani anatoa. Kama jinsi kuna wengine yuko tayari kutomsaidia mdogo wake au mkubwa wake au dada yake au mjomba wake, yaani nikikusudia ndugu zake wa karibu, lakini warafiki zake wananufaika. Kuna watu wako hivyo, yaani wajamaa kabisa wanamsema vizuri na anawapa kabisa mitaji na nini, lakini ndugu zake hamna. Huyo pia anakuwa ajua anachofanya. Sadaka nzuri inaanzia nyumbani. Kama vile vile anasema Sheikh, kuna wengine unamtana mtu anatoa sadaka sana msikitini, wakisema fi sabilillah anatoa, akikutana na maskini anatoa, lakini huyo unakutana anadaiwa yuko na madeni. Tena wakati mwingine anatoa sadaka pesa nyingi kuliko zile anadaiwa. Unaweza kukutana anadaiwa pengine franga 20,000 au 30, na pengine mwenye kumdai ana muda anamsumbua, nipe tu wangu, hamlipi, anamwambia kesho sijapata. Lakini akifika msikitini wakichangisha, pengine anatoa hata franga 50,000. Huyo pia anakuwa hajuchi anafanya, kwa sababu kulipa deni ni wajibu, na ndio maana hautasaliwa jeneza lako mpaka ile swala litaulizwa. Lakini unakutana kuna mtu anachukulia kama simple, kwa hoja kwamba hata nikifa si watanilipia wengine. La, hiyo inakuwa pia ni mtu anashindwa kuelewa kile ambacho yuko anatekeleza. Kwa lugha nyingine, ndugu zangu Waislamu, Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema hata lukmata allati tadau fihi imra'atika tujaru alayhi, hata tonge ambalo unaweka kwenye kinywa cha mke wako unalipatia thawabu. Wakafasiri wanachoona wakasema hilo tonge inaweza kuwa Mtume anakusudia kumlisha, au inaweza kuwa Mtume anakusudia maemezi. Yaani hata rasio mnaita nyinyi, pesa ile unatoa maemezi unaipatia thawabu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tunamaliza tukikumbushana hadithi ya Mtume aliposema kullukum tadkhuluna aljannata illa man aba, nyote waislamu mtaingia peponi isipokuwa yule ambaye atakataa. Qalu, maswahaba wakamuuliza Mtume, waman ya'ba ya Rasulullah, nani atakataa kuingia peponi? Mtume akajibu akasema, man ata'ani dakhala aljanna, yule atakayenitii mimi Mtume akatekeleza haya ninayowafunza na akaacha niliyowakataza, huyo ataingia peponi. Waman aswani faqad aba, na yule ambaye ataenda kinyume na mafunzo yangu, huyo atakuwa amekataa mwenyewe. Tumwombe Allah subhanahu wa ta'ala atupe mwisho uliokuwa mwema, atujalie sote, atuoneshe haki, atujalie kuambatana naye, atuweke katika kundi ambalo tukielekezwa kunako haki tunafuata, na tukielekezwa kunako batili tunajitenga mbali. Atuhurumie kwa huruma wake. Naam, tuishie hapa alafu tuulizane maswali insha Allah. Kama kuna yote kuna swali la dini falyatafaddal. Na kama hakuna tutasoma. Naam. Kaka anza. Naam, imefanya nini? Kama mimi mwenyewe mtu binafsi, hii zakatu ni mali kuigawa bila kuhusisha msikiti, na kama anaruhusiwa kuigawa ni lazima apatishe ile kodi ya 8 asipoyapatisha hiyo zakatu mali itakuwa imekubalika. Yaani maswali matatu hapa, wewe mtu mmoja, kaka mjanja sana. Naam, zakatul mali. Kabla sijajibu, naomba Waislamu wote, kila mwenye yuko na uwezo jamani, wallahi mnatoa zaka.
na wakati mzuri wa kutoa zaka ni Ramadhani, ni bora, kwa sababu katika masharti ni kwamba mali yako ipitiwe na mwaka. Jitahidi wewe unatoa Ramadhani, ni bora zaidi. Kwa hiyo kaka anauliza, anasema kwamba inajuzu mwenye mali kutoa zaka bila kuipeleka kwa wahusika wasimamizi, mashehe au msikitini au idara kuu. Ndiyo, inajuzu. Kama unajua kufanya ile hesabu, maana yake ile hesabu unagawa na 40. Unagawa na 40, kile kiwango unapeleka. Na utajua aje kiwango ambacho unacho? Pako vipimo viwili vya kutumia. Kipimo cha kwanza ambacho ni cha juu, mali yako ikiwa ni thamani ya dhahabu grama 85 za dhahabu iliyosafishwa, grama 85 grama ya dhahabu. Na hii ni ishara Mtume alitufunza kutuonesha kwamba kwa muda wote dunia itakuwa iko dhahabu, haitatupaga thamani. Na ndio maana haikuchukuliwa kwenye mali au pesa, kwa sababu pesa zinazidiana thamani. Dola sio kama pesa ya kwetu, wala sio kama shilingi. Kwa hiyo unachotakiwa, unatizama mali yako unayo, mapesa yako uko nayo, zile pesa ukizitazama ni sawasawa na grama 85 za dhahabu. Mfano kwa Burundi, maana nina siku sijauliza, grama moja mnategemea itakuwa ni pesa ngapi? Nadhani si chini ya 1,500,000. Si chini ya 1,500,000 grama moja. Inazidi Kaka anaashiria, anasema shekhe, inazidi. Mfano tuchukulie 200,000. Kamati 200,000. Kwa hiyo chukua 200,000 ufanye mara 85. Utapata milioni ngapi? Wale wenye wenye uko sawa. Na wenye vimesha kuwa vibovu watizame simu zao wafilifie. Sio tatizo. Naam? Milioni ngapi? 10? Pai, milioni 17 pesa za Burundi. Kwa hiyo ukiwa uko na kiwango hicho cha milioni 17, hiyo ndo baremu, ndo kipimo cha chini. Kuanzia hapo kupanda, zikipitiwa na mwaka unatakiwa utoe zaka. Mfano tumesema ni milioni 17, uko na milioni 20, unasikia ni zaidi. Ile milioni 20 ikipitiwa na mwaka, unachukua ile milioni 20 unadivise par 40. Unagawa mara 40. Kile kiwango kile ndio unatoa zaka. Ni pesa ndogo sana. Ni franga ndogo sana. Nimeeleweka jamani? Kwa hiyo kile kiwango, swali lake la pili, je, ni lazima nikipeleke msikitini au tena mimi ninakushaurini zakatul mali msipeleke msikitini jamani. Zakatul mali msipeleke msikitini. Kwa sababu msikiti ni nyumba za Mungu. Na Mungu ni boss. Au sio boss? Mungu ni tajiri. Mungu ni tajiri. Kumbe kawapi wale ambao Mwenyezi Mungu aliwataja katika sura Tauba mafungo 8. Swali lake la tatu anasema ni wote kufunga? Sio wote. Bora zaidi chagua fungo moja mwa zile zote 8. Kwa sababu malengo ya zaka ni kumtoa mtu katika hali kumweka muhali nyingine. Ndio tofauti yake na sadaka. Sadaka maana yake ni msaada. Pengine hana hela ya kula, hana hela ya kulipa nyumba au nini. Lakini zaka ni kutaka na yeye kama alikuwa fakiri aje baadaye na yeye afanye kazi, ajihudumie. Kwa hiyo unapokuwa umetoa kile kiwango, labda baada ya kufanya hesabu zako umepata ni milioni 4-5, mpe mmoja. Lakini umwambie, mshike sikio, umwambie sikupa ukanunue chapati na kuku. Nimekupa ili ukafanye kazi. Allah anaweza kukubariki na wewe mwakani au mwaka wa pili ukafanya nini? Ukatoa zaka. Nimeeleweka mpaka hapo? Kiwango cha pili, maana tumesema hicho ni cha dhahabu, 85 gram do. Kiwango cha pili kinachukuliwa kwenye grama 595 za fedha, argent, naita nyingi. Umujumbu mkirundi 595 gram. Na hiyo inabidi unauliza kwa sonara, bijoutier mnaita mkifaransa. Wale wanatengeneza sheneti na vingine. Unamuuliza fedha grama moja ni ngapi? Ni pesa ngapi? Kawaida argent inakuwa na bei
chini kuliko dhahabu. Kwa hiyo unachukua kile kiwango unafanya pia mara 5 saa na 5 utazipata ziko chini pia. Ushazipata pale na yeye unagawa vile vile par 40 alafu unatoa. Sawa jamani. Kwa hiyo sio lazima upeleke. Hasa kwenye zama zetu hizi. Ndani ya nchi kama hii ya kwetu ni vizuri ujitolee mwenyewe. Maana unaweza ukajikuta umempelekea shekhe na mwenyewe akwambia bwana, liko kundi mle Mungu alisema wala amilina alaihi, na wenye kukusanya, akabugia. Wakati sheria ile Allah aliposema wenye kukusanya sio wenye kuletewa, ni wale wameteuliwa na kiongozi wapite kwa matajiri kukusanya zile zaka, ili wasiwi na kauroho kakuiba emo. Allah akawapa na wenyewe mfungo hata wakiwa ni wabosi, kwamba na nyinyi mtapata emo, ndio wanapewa. Sio huyo ambaye umemletea shekhe, mimi na zaka yangu kawagawie wahusika, huyo hayumo katika wenye kupewa. Yana takiwa kawape wale ambao wanahusika. Kumbe ni vizuri wewe mwenyewe ugawe, kwa sababu utakuwa pia na utulivu na uhakika kuwa zaka yako imenenga shabaha na imemfikia yule ambaye ndio malengo. Naam ya umma. Naam. Kabla hajabaligh. Naam. Ndiyo. Naam, hao wanakuwa miongoni mwa wale wasiojiweza. Wasiojiweza. Nao ni kora mkirundi. Na wenyewe wana haki ya kusaidia, lakini hawaitwi mayatima. Na ukiwapa pia unapata thawabu. Ndiyo. Hao wanakuwa miongoni mwa wale wasiojiweza. Na wako wengi hizo kazi. Na ndio wanaingia hata na wale wanabebeshwa mimba alafu mwanaume hataki kujua. Wapo pia. Wapo. Ubaguzi wote umekatazwa. Naam, Naso. Naam. Na? Liweke kwanza wazi, kukusanya ni aje? Maana najua kwenye darasa wewe haukuwa, ndio maana. Maana yote tulizungumzia kama ni juzi kama sahau. Haukuwa. Wewe hiyo kukusanya unakusudiaje? Hiyo ndio kukusanya. Alafu kuchanga aje tuwekee vizuri wewe. Twende kwenye sala tu tukuelewe. Kwenye sala unazichanga hilo lenyewe umeelewa wewe, la pili la kukusanya ndio kuchanga wameelewa wengine. Naam, lina maana moja kutokana na sehemu na nyingine. Kwa hapa kwetu samani. Kwa hapa kwetu kusema kuchanga magharibi na laishai. Kule kwa wenzetu Tanzania wanaelewa ni kukusanya magharibi na laishai. Imeeleweka? Aljamu, naam. Aljamu ni kuchanga na ni kukusanya. Inakuja ni maana moja. Mkifaransa kuna maneno yanaitwa des mots synonymes. Yaani ce sont des mots qui se prononcent différemment mais qui ont la même sens. Ni maneno ambayo ukiyataja unayataja tofauti, lakini maana yake inakuwa hii. Mfano coller, souder, noyer, kufunga fundo. Malengo ni kufanya nini? Ni kuunganisha. Coller kwa kutumia kolo. Wewe mnaita kubandika. Maneno ni kufanya nini? Souder, Bwanga anaelewa zaidi. Malengo ni kufanya nini? Kwa hiyo maana ni moja. Kwa hiyo ni maneno mawili unavyoyatamka, lakini tafsiri na maana yake ni moja. Na ndio maana tukasema kwamba ni sala 4 mbili ndio umeruhusiwa na sheria kuzikusanya au kuzichanga, jam'an ta'khir na takdim. Sheria imekupa ruhusa. Dhuhuri na alasiri umeruhusiwa kuchanga. Ima ukokote la asiri kwenye adhuhuri kama uko msafi,
au ufanye taakhiri, uchukue adhuhuri uisukume kwenye la asiri, nakubalika. Na vile vile magharibi na la isha, ima wote la isha kwenye magharibi ubisali yote, au usukume magharibi kwenye nini, kwenye la isha, na hasa unapokuwa msafara huko mgonjwa, sheria inakuruhusu. Naam, nani hajauliza kule? Naam. Naam, swali zuri sana. Kutoa sala ya jeneza, sala ya faradhi, ni wakati gani unaruhusiwa kusali umevaa viatu vyako? Kabla sijalijibu, kwanza nitaomba Waislamu muelewe kwamba kuvua viatu unaposali sala ya faradhi sio wajibu. Hilo ndio nataka kwanza ulielewe na wewe mwenye kuuliza. Sio lazima. Hadithi kwa Sahih Muslim, Mtume wetu Muhammad salama kwenye maana ya hadithi anasema, idha arada ahadukum an yusallia, pindi mmoja wenu anataka kusali, binalihi, na amevaa viatu vyake, faliyaqlibuha, ageuze mguu hivi atizame chini. Yani ugeuze mguu wako utizame chini. Mtume anasema fa in raa khabathan, ukiona chini kuna uchafu, Mtume anasema falyamsahuhu bil ardi, kama utaona kuna uchafu basi utoe kwa kutumia nini? Ardhi. Thumma liyusalli bihima, kisha sali nayo. Kwa hiyo hata kwenye sala ya faradhi inajuzu kusali na viatu, sio amri kutoa. Linabakia swali limoja, kwa nini tunatoa? Kabla tujajibu, tunatoa kwa sababu wakataa kuchafua hivi, kwa sababu ya kukataa kuchafua carpet. Na ndio maana zama za Mtume, kwa kuwa msikiti wake ulikuwa hauna carpet, ni michanga, ni changarao, walikuwa wanasali wamevaa viatu vyao khufu. Kwa hiyo tunakuja kwenye swali sasa, kinyume ya sala ya jeneza, sala ya faradhi, ni wakati gani unaruhusiwa kusali na viatu? Wakati wote utasali sala ya faradhi ukaamini kama viatu vyako ni visafi chini. Tunaposema usafi, maana yake havina najasa ambayo inaweza kukuharibia sana, kama kinyesi vile na vingine, sio tope. Moja hilo. Pili, wakati ambapo utasali sehemu ambayo hautachafua. Mfano umesalia pale nje pale kusema, kama sala ya Ijumaa vile, kuna wakati mtu anajitoa umesalia pale, si lazima uvue viatu vyako. Makkah al-Mukarrama, chunguza vizuri, ukijaliwa kufika nyumbani utawaona wale wajeshi wale wako pale kwenye haram ya Makkah, watizame vizuri, wale wanasali na viatu vyao, huwa hawavui sababu visafi. Mtu anatoka hata ndani ya gari, hiyo vumbi ataikanyagia wapi? Wanasali na hilo ni swala ambalo binafsi nakumbuka umra yangu ya kwanza, niko mwanafunzi mpya, yalinikuta haya. Umra yangu ya kwanza tumepelekwa na masomo Madina, tuko Maka. Baada ya kuwa tumeshafanya tawafu pale na tumesali rakaa 2 khalfa makami Ibrahim, tu na mwalimu anatuelekeza wanafunzi, akatuambia tuingie Safa na Marwa. Tukaingia Safa na Marwa pale ndani, tuko tunakwenda. Sasa katika ile kwenda, kwa sababu watu kidogo walikuwa wengi, tukajikuta kama vile nimepoteana na wenzangu, baadhi naona mbele, wengine ndio hivyo tena. Lakini bahati nzuri kwa ishatuonyesha kwamba sasa tutamaliza, tukitokea kule tusimame tu mbele ya mlango. Sasa katika ile pita pembezoni mwangu hapa akawa jamaa mmoja, ima anaweza kuwa alikuwa ni Mpakistani au Mwafghanistan, nilivyomuona shakli yake, mtu anaonekana wa sunna mashaallah, ndevu, na yeye kwa anafanya. Katika ile kupita mimi nikamuona amevaa viatu kwenye Safa na Marwa. Na Safa na Marwa kwa leo iko ni msikitini, sio nje ya msikiti, ni ndani ya msikiti. Mimi nilipomuona nakumbuka wakati ule bado niko mustawa al-awwal, yani ndio bado nasoma Kiarabu, nikajifanya mjuaji, nikamgusa haji, afu namuonesha na mkono wangu, ya masjid, na nimevaa viatu, tuko msikitini. Akanitizama akacheka. Alipocheka kwa kweli nikasikia nachafuka, tuko muibada, haji, akacheka. Basi tukaenda. Tuliporudia turu ya pili akanishika mkono, akaniuliza tu swali moja, min aina anta, wewe unatoka wapi? Nikamwambia Burundi. Nilipotaja Burundi akauliza Brunei, maana Burundi hawajui wapi. Wakisema Burundi akuza Brunei kule, wale mfalme tajiri kule. Kaambia Burundi yake, Brunei, kaambia Burundi wapi inataka. Nikajaribu kumwelekeza Afrika lakini akawa kuelewa.
Akaniuliza, anta talibul jamia, wewe unasoma university yani ya dini? Nikamwambia Akaniuliza, fi ai kulia, fakulte gani? Fakulte tena huko mimi bado niko chekechea huko. Kama ya khiyara fi mustawa sasa mimi niko kwenye mustawa wa kwanza huko bado nasoma lugha. Ananiambia basi. Wallahi akanipa faida. Kaniambia insha Allah Mungu akuzidishie zadakallahu ilman wa hirsan. Nakumbuka niombea hiyo dua hiyo. Allah akuzidishie elimu na akuzidishie wepesi wa kutafuta elimu. Akasema siku utasoma utaelewa. Akaniambia hapa tuko tunapita hapa. Safa na Marwa ni suna ya mama yetu Hajara. Wakati ule Hajara anatafuta maji haikuwa msikitini. Sijui kama naeleweka Haikuwa msikitini. Kwa hiyo kwa lugha nyingine hatuko msikitini. Akaongeza nyingine akasema tena hatuko tunasali. Tuko tunafanya sa'i baina Safa wal Marwa. Hakuna penye vinakutania na hivyo kusema tuvue viatu. Lakini ukisoma utanielewa. Na kweli kadiri ya miaka ilikatika, darasani wakaja watusomesha hadi nakwambia kama sio lazima hata kwenye sala kuvua. Na tukao tunawaona ni pako karo nzuri sana zenye hakuna Burundi. Na kwa ufupi ni kwa hiyo inajuzu kwa apara kwenye carpet hapo nje akisali sawa. Naam, hakuna tatizo, muache asali, muache kabisa, muache kabisa. Mfano hata umevinua sokoni ni vipya, umeamua tu kusudi hapo, ukaingia banipe bibi yako, ukatoa sashe yako mfuko wako, ukavaa, ukaja kwenye safu, wakuache usali, hakuna tatizo hata moja. Jamani, acheni kuweka mikazo kwenye dini. Mtume alisema ad-dinu yusrun faman shaddahu ghalaba. Islam ni mwepesi, atakayetemo mikazo utamshinda. Sio, umeelewa vizuri? Kwa hiyo mtume kishatoa ruhusa, hakuna mwingine ana haki ya kuziwia. Ndio na kwanza pale hapakuwa msikitini. Pale aliambiwa Musa alikuwa msikitini, ilikuwa ni kwenye mlima. Alafu pili, sisi hatumfuati Musa, sisi tunamfuata Muhammadin. Na kila siku tunaambiwa wa khairul hadi Muhammadin sallam. Sisi tunamfuata mtume. Kwa hiyo mtume alisali amevivaa na maswahaba walisali amevivaa. Na mtume ndio akatuambia hivyo, tutizame chini. Kama kuna uchafu tufanye nini? Tupakusi. Hatumfuati Musa, tunamfuata mtume. Naam. Maana kwenye sheria ya Musa kwenye sheria ya Musa iko kipengele kinasema ukipigwa ngumi au kofi ufanyaje? Kumbe unaijua. Tia na huko. Bora hiyo uulize. Lakini ya Muhammad sio hivyo. Ngoja amalize kwanza huko. Kwanza nataka manake ajisikia kuelewa. Yeye anaenda. Yaani anaenda contrary. Mtu anaye sala ya jamaa alafu anaenda kinyume na imamu. Yaani imamu akitupeleka kwenye sijida, imamu akisema Allahu Akbar, utaka kuinuka ndio anayeteremka kwenye sijida. Sio mnapaona hapo. Imamu akisema tena Allahu Akbar kuturudisha ndio anainuka. Yaani anaenda kinyume. Huyo hana sala. Huyo hana sala. Mtume alisema innama ju'ila al-imam liyutama bi. Amewekwa imamu hapa ili tumfuate. Kwa hiyo ukienda kinyume hauna sala. Na ndio maana watu waache wawe makini sana. Naam. Naam. Mitume wote. Swali lizuri sana. Swali lizuri kabisa.
Al-Isra wal Miraj ala sahih wanasema kwamba ilifanyika tarehe 28 ya mwezi wa Rajab ambao ni mwezi wa 7 katika taratibu ya miezi ya Kiislamu. Mtume Muhammad sallallahu akiwa pamoja na Jibril alayhi salatu wassalam walitoka Makkah al-Mukarrama safari ya usiku mmoja, wakapita Baitul Maqdis, msikiti wa mbali kule Palestina. Kisha baada ya pale wakatoka pale wakapanda mbinguni kwa malengo ya mtume kwenda kuleta sala. Lakini kisa kinasema kwamba walipofika pale Baitul Maqdis, kabla mtume na Jibril hawajapanda kwenda kuleta sala, mtume aliwasalisha mitume na manabii wote. Na huyo ni ukweli. Swali lake linakuja, kwanza aliwasalisha sala gani wakati mtume hajaleta sala? Na kabla tujalijibu, wanachoona wanasema kwamba hikma ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kumkusanyia mitume wote na manabii katika msikiti ule na kumjalia mtume ndio awasalishe kama imamu, ni ishara ya kuonyesha kwamba yeye ndio kiongozi wa wote, kama jinsi imamu ndio kiongozi wetu sisi wote maamuma katika sala. Kwa hiyo ni sala gani aliwasalisha mtume? Ni sala ya sunna, sunna ya usiku ambayo nyinyi mnaita kisimamo, kwa sababu sala ya sunna ilifaradhishwa kabla ya sala ya faradhi. Ya sunna ndio ilianza, alafu faradhi ikaja nyuma, ndio akaenda kuileta mbinguni. Kwa hiyo aliwasalisha ni sala ya sunna. Na ukitaka faida zaidi kwa wale wenye kusoma tafsiri, wakasome tafsiri ya suratul Al-Muzammil kwenye kauli yake Mungu aliposema ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila, utaelewa pale wamefasiri kwamba sala ile aliyoambiwa mtume ni sala ya sunna. Na suratul Muzammil na suratul Mudaththir ni makia, ziteremkia Maka. Kwa hiyo ni hiyo ndio aliwasalisha, kisha kaenda kaleta sala 5 sana, wakisa wanavyojua alipewa 50 zikaenda zinapunguzwa, lakini ujira ulibaki ule ule, kwa sababu mtume alisema, Allah alijibu akasema kwamba la yubaddalu alqawlu ladayya wama ana bidhallamin lilabid, kwangu hapabadiliki kitu na mimi sintomdhulumu yote katika waja wangu. Hiya 5 fil adad, sala kwa siku nimezipunguza ni 5 kunako idadi, wa 50 fil ajri wa thawab, lakini kunako ujira na malipo ni sala zile zile 50. Kwa maana tunaposali moja Allah anahesabia ni kama tumesali sala 10, anatulipa zile zile idadi ya sala 50. Tuchukue watu watatu wa mwisho inshallah, alafu tusali. Naam. Assalamu alaykum. Amin, amin kwa sauti. Maumbile ya nini unakusudia? Maikalio. Naam. Swali lizuri pia ndugu zangu. Hipi hukumu ya dini kwa wale wanaotumia madawa kwa kubadilisha maumbile? Kama ni kina dada anatumia madawa ili awe na maikalio makubwa. Kama ni kijana ambaye anakula chuma anatumia madawa ili kivimbe sana tumuokope. Kama ni wanawake wengine ndio hivyo tena, ndio biashara zao hizo mbovu, anatumia madawa ili awe na maziwa kidogo makubwa. Dini inasema nini? Haram, la yajuz. Tutosheke na maumbile aliyotupa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ameshajisifu, anasema walaqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Allah anasema kwa hakika nimemuumba mwanadamu katika umbile lizuri. Ona kusoa nini? La yajuz. La yajuz. Watosheke hivyo hivyo. Kwa wale wenye kula chuma wale chuma, kikivimba chenyewe sawa, kama kikuvimba sio problem. Ama kupiga shindano, kufanya ya kufanya kwenye mwili, la yajuz. Sawa jamani, wewe fanya riadha, fanya zoezi, tena nia yako iwe ni kujenga mwili, na nia yako iwe ni kutaka uwe tayari Uislamu ukikuhitaji utetee. Ile zoezi kwako itakuwa ni ibada, haitakuwa tena riadha, kwa sababu kuna lengo ambalo unalo. Innamal a'malu binniyat, hivyo
Ama wadada zetu waache masuala ya kuvimbisha maikalio, ili wayapeleke wapi sasa? Wanamume wengi leo hawahitaji sana maikalio. Wanamume wengi leo wanahitaji mwanamke mwenye adabu kwa mume wake, msikivu, mtiifu, mcha Mungu sana. Ndio wanatizama leo wanamume wengi. Hata masuala yale ya uzuri wa maumbile sio wengi wanayatizama, maana dunia inakwenda kasi. Leo mtu anataka wewe mwanamke ambaye kidogo hata yeye akiumwa ndani anajua na yeye anaweza kufanya nini, akapambana. Sio wadada zetu waache hayo mambo. Wengi wanaenda kufanya hayo, matokeo wanaugua makansa, wanajikuta wamejiangamiza wenyewe. Mwenyezi Mungu awaongoze. Naam. Ndio. Lazima mahjubun. Naam. Suratu Al-Mutaffifin. Makafiri ndio na washirikina kwenye uwanja wa hisabu. Naam. Hiyo tafsiri ilitoa. Hiyo tafsiri ilitoa. Wewe ndio unafasiri Qur'an. Tulishatoa ushauri mara nyingi sana hapa kabla ya miaka 2 au 3. Labda sijui kama ulikuwa wako. Tukasema aya hata ukiona unaielewa usifasiri kama hujarudia kwenye kitabu cha tafsiri. Hata kama unaona unaielewa, fawailul lilmusallin. Unaona tunabielewa waili ni adhabu na musallina ni wenye kusali, usije kufasiri. Rudi kwanza ukatizame kwenye vitabu vya tafsiri wamesema aje, ili usimsemei Mungu uongo. Sababu kwenye Qur'ani ndio hivyo. Unaona ili Qur'ani teremka mkiarabu na maswahaba walikuwa ni Waarabu na Kiarabu wanakisikia wanakielewa, lakini walikuwa wanamuuliza tena Mtume nini maana hili, kwa kulinda imani zao, kwamba pengine hii fahamu ninayo mimi inawezekana ikawa sio yenyewe Mungu amefanya nini, amekusudia. Kwa hiyo ndio maana narudia kwenye kutafsiri ili upate faida zaidi, itakuwa ni bora. Kwenye malengo miongoni mwa sababu wanazungumzia, kwa sababu makafiri wataadhibiwa kwa sababu hawakumsujudia Mungu, sio yawm al-qiyama. La, kule hakuna tena ibada kwa sababu hawakumsujudia hapa. Wakati wa haya matendo tulikuwa tunatenda, wao hawakusujudu. Muda wote wamelinganiwa, wameambiwa, hawakutekeleza. Sasa kule watisikia kulipwa, kama alivyosema Abdullah ibn Abbas, al-yawmu amalun wala hisab wa ghadan hisabun wala amal. Leo ni matendo tu tunatenda, hakuna mwenye anatuhisabia, yani kusema tunapata malipo hapa, lakini kesho mbele ya Mungu itakuwa ni kulipwa, hakuna kutenda. Kwa hiyo hao Mungu atahukumu, nyinyi mlilinganiwa sana, mliwaona watu wanasujudu, mliitwa mumsujudie Allah, hamkutaka. Matokeo ni nini? Mwende sasa katika adhabu. Na kuna wale watagaradiza, Mungu anaambia kabisa nendeni katika jahannam, wanakataa. Kule hatuendi. Allah tu awalinde Waislamu usimi miongoni mwao. Kwa hiyo hao ndio Mungu atatoa amri kwa wale walinzi wa moto wakina Zabania, khudhuhu faghullu thumma aljahima sallu, kwa sababu wao watagaradiza. Kwa Mungu ataambia shikeni hao, wafungeni, faghullu thumma aljahima sallu, kisha watupeni katika moto wa jahannam. Na wale ni ghiladhun shidadu la shak, wana nguvu tena ni wakakamavu. Akipiga hivi labda ananyanyua idadi anayojua Allah subhanahu wa ta'ala. Ni kuvugumiza tu. Mungu atujalie pepo ndio mafikio yetu. Naam. Suratul Qiyam. Bila shaka. Ndio maana ninasema rudia kwenye tafsiri. Allah subhanahu wa ta'ala tutamuona sehemu 3. Ameuliza kwenye aya katika suratul Al-Qiyam. Mungu anasema wujuhu yawmaidhin nadhira. Nyuso za waumini siku ambazo zitakuwa zinameremeta, zinang'aa kwa ucha Mungu. Allah tujalie tu miongoni mwa hao. Ila rabbiha, kunako Mola wao Allah, nadhira, zinamtazama, tutamuona. Kwa hiyo mtume wetu Muhammad akatufunza mtume kwamba Mwenyezi Mungu tutamuona sehemu hizo 3. Na hii ndiyo imani ya ahlu sunnati wal jamaa. Tofauti ya baadhi ya makundi. Kuna baadhi ya makundi yanapinga, ikiwemo maibadhi. Ibadhi wanapinga kama Mungu hatutamuona fi dunia wal akhirah. Wao itikadi yao ni duniani hatutamuona na akhera hatutamuona.
Na dalili yao wanatumia ni kauli yake Mwenyezi Mungu alimwambia Musa kwamba lan tarani. Wakasema hii lan ni abadia, yaani lan tarani fi dunya wala fil akhirah, lakini si kweli, kwa sababu sisi tuna hadithi Mtume anasema ilamu annakum la tarawna rabbakum hatta tamutu. Tambueni vyema Waislamu, hamtamuona Mola wenu Allah mpaka kwanza mfe. Mkisha kufa alafu mkafufuliwa huko mbele ndio mtamuona. Kwa hiyo Musa alitaka amuone wapi? Duniani hajafa. Anamwambia hawezi kuniona. Sio kama naeleweka. Kwa hiyo Allah tutamuona sehemu tatu, kasema Mtume. Sehemu ya na kila sehemu namna ya kumuona au ihsas, kuhisi kwetu kumuona, tutakavyojisikia shuur unapomuona inatofautiana na sehemu na inatofautiana na nyingine. Sehemu ya kwanza tutamuona Mwenyezi Mungu ni kwenye arasat ya yaumul qiyama, kwenye uwanja ambayo tunaita ardhul mahshar, ardhi ambayo tutakusanywa sote kwa malengo ya kufanya nini? Ya kuhisabiwa, sawa na ile aya yauma yaqumu nnasu lirabbil alamin, pale kwenye uwanja. Dalili wanaitumia ni aya katika suratul Fajr, wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Si Mungu mtamuita, sawa na hadithu shafaa, hadithi ya utetezi. Watu si watagumka waende kwa Adam kamuite Mungu atuhisabie. Adam akatae, waende kwa Nuhu, Nuhu akatae, Ibrahim akatae, Musa akatae, nani akatae. Nadhani kisa kinajulikana mpaka wataishia kwa Mtume. Mtume atakubali, ataenda kumuita. Kwa hiyo atakapoenda kumuita, Allah anathibitisha, anasema wajaa rabbuk, Mungu atakuja Mola wenu Allah. Wapi pale? Yeye mbele na nyuma yake malaika watakuja wakiwa kwenye swafa. Sio tu hilo, wajia yaumaidhin bijahannam, na moto wa jahannam utaletwa pale. Kwa hiyo pale tutamuona, lakini kumuona kwa pale haitakuwa starehe. Na ndio tafsiri hiyo aya katika suratul Mutaffifin, kalla innahum yawmaidhin ar-rabbihim la mahjubun, kwamba Mungu anasema kamwe siku hiyo kwenye uwanja wa hisabu washirikina na makafiri kunako Mola wao ar-rabbihim la mahjubun, watakuwa kama vile wamevaa hijab, watakuwa na ukingo, hatamuona. Kwa lugha nyingine watakaomuona ni wanani? Waislamu. Lakini kumuona kwao pale ni kumuona kwetu kwa oga, kwa sababu kila mtu atakuwa nafsi nafsi. Na istoshi moto wa jahannam watu wanauona, na huko unafanya nini? Unakoka. Kwa hiyo itakuwa ndio godi, kila mtu anaokopa. Hiyo ni nafasi ya kwanza. Nafasi ya pili tutamuona ni pale pale wakati Mungu atatoa ofa kwa kila Muislamu ya kuongea naye. Na ndio ile hadithi Mtume anasema ma minkum min ahadin illa wasayukallimuhu rabbuhu wa laysa bainahu wa bainahu turjuman. Naam, kila yote katika Uislamu Allah atamuita, wataongea wakiwa wawili. Hii nafasi ya pili. Hapa na wewe hapa. Na kati yako wewe na Mungu hakuna mfasiri. Allah ataongea na wewe kwa lugha unayoijua, na atakukumbusha neema alizokupa, na atakukumbusha ulivyomkosea, na atakukumbusha makosa makubwa uliyotenda na umekufa hujatubu, na ndani ya kitabu chako hayamo, kwa sababu Allah alikustiri. Alafu utahisi kama unaangamia. Na ndio hapo Mtume alitukemea akasema man nukisha alhisabu halaka, atakayejadili na Mungu hisabu yake ukiambia hivyo unasema sikubali, utaangamia. Kwa sababu Mungu atakuziba mdomo, atatoa amri miguu yako na mikono ifanye nini? Izungumze, utakwisha. Hiyo ni nafasi ya pili. Alafu nafasi ya tatu ndio aya umesoma, wujuhu yaumaidhin nadhira ila rabbiha nadhir, nyuso za waumini zitakuwa zimetakata, zinavutia, zikimtazama nani? Allah. Hapo ni peponi baada dukhuli janna. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwenye hadithi ambayo iko sahihain, Mtume akasema innakum tarawna rabbakum yawm alqiyama kama tarawna qamaran layla badrin la tudhammuna fi ru'yatihi. Mtume akasema hakika nyinyi mtamuona Mola wenu siku ya kiyama kama mnavyouona mwezi wa tarehe 15 za Kiislamu. Tarehe 15 mwezi unakuwa umefanya nini? Umejaa. Na ukiwa umelala chumbani ukichungulia hivi kwenye dirisha unauona.
na mwenyewe yuko baharini anauona, na mwenyewe yuko bondeni anauona. Mtume anasema la tudhammun fi ru'yati, hamtasukumana kwa kumtazama. Na hiyo ndio itakuwa starehe kubwa kuliko starehe zote watu watapata peponi. Maana yake itakuwa ndio ile tunaita la salama. Kwa hiyo ni sehemu ngapi? 3, na zote alifasiri mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Wallahu a'lam. Kaka amalize hapo. Toa mkono hivi juu nikusikie kaka. Wala sikusikii. Sisikii, inua sauti. Aya nyingi ndani ya Qur'ani Allah Subhanahu wa Ta'ala amesema wamelaaniwa wale waliokufuru katika wana wa Israeli. Sio hivyo? Unauliza kwa nini? Sisi ndugu zangu Waislamu, kuna dhambi na laana. Kuna dhambi na laana. Ibilisi alipokataa kumsujudia Adam kwa amri ya Allah, alipata dhambi au alilaaniwa? Alilaaniwa. Na ni kosa moja. Wakasema wanachuoni kwamba al-la'natu ashaddu min adh-dhanbi, kwamba laana, ukisikia kitu laana, madhara yake ni makubwa kuliko kupata dhambi. Hii ukisikia kama haukuwatii wazazi wawili utalaaniwa, hili ni mbaya sana. Kumbe watii haraka sana usilaaniwe. Kwa hiyo wana wa Israeli Allah aliwalaani. Kwa nini? Waliwasumbua mitume wake sana. Bali si kuwasumbua tu, walifikia mpaka kuwaua manabii wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na hilo ni kosa kubwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala amekataza kuua, isipokuwa sawa na hadithi unayojua, mtu akifanya moja katika makosa matatu, ima ni mtu yuko ndani ya ndoa akazini, huyo anauawa, au ni mtu amemuua mtu kwa maksudi kiswas, au mtu ameritadi kama ni nchi inaongozwa kidini. Kinyume na hivyo haijuzu kumuua. Kwa hiyo ni kosa moja kubwa sana. Allah atulinde na atuepushe sote. Kwa hiyo okopa kila chotasikia umbe hiki ni laana. Miongoni mwa hayo hata wale wanaoendea wake zao kinyume na maumbile wamelaaniwa. Hata wale wanamume ambao wanafanya hayo, yani wanamume wamejifanya ni wanawake na wanamume wamejifanya wanaingilia wanamume, wamelaaniwa. Na ndio maana utaona kaumu Lutu Mungu aliwaangamiza vibaya. Laana ni mbaya. Kwa hiyo na wale walilaaniwa kwa sababu hii. Maliza. Na tumesema pale. Tumesema zakatul mali iko matabaka, na Allah akitujalia ili darasa tutaliandaa fima baad ili tujue ni vitu gani ambavyo vinatolewa zakatul mali. Ni vitu vitano, lakini tutapata muda wa kuja kufasiri. Lakini kwa haraka haraka uelewe kwamba viko ambavyo vinatolewa zakatul mali mara moja kwa mwaka. Na hivyo tunataga urudhi tijara. Kila kitu ambacho umekiweka kwa ajili ya biashara. Biashara yako. Mfano una gari linatumika linaingiza. Sawa? Una duka. Una biashara zako zingine unafanya. Ile unatoa ni mara moja kwa mwaka. Kila ukifanya hesabu zile baada ya mwaka ile mali imepitiwa na mwaka mzima unatoa hivyo. Na kuna zingine ambazo unatoa ni kutokana na namna unavuna. Kuna yale ambayo unaweza kujikutana labda unavuna ni mara 2 kwa mwaka. Kwa hiyo ukivuna ni mara 2 kwa mwaka, lakini ukaeneza ile idadi ambayo sheria imepanga, utatoa. Kwa hiyo lazima na hayo tutakuja kuweka wazi ni mimea ipi ambayo inatolewa zaka katika kilimo yani. Na ni kwa sharti zipi tutakuja kuyaweka. Lakini wewe zingatia kwamba kile ambacho kinatolewa mara moja kwa mwaka ni kile ambacho kimewekwa kwa ajili ya biashara. Kwa ajili ya biashara chote kinatolewa mara moja kwa mwaka. Ama vingine la. Vingine kuna masharti mengine ambayo yamepangwa. Kuna ile inatolewa mara 2, kuna ile inatolewa mara 3 sawa na jinsi umevuna. Kwa hiyo kwenye biashara hiyo inakwenda na mara moja kwa mwaka, na vile vile mifugo. Tutakuja kuonesha pia kwenye mifugo ni idadi gani kwenye mbuzi, na ikiongezeka gani na kuwa vipi, na kwenye ng'ombe ni idadi ipi. Inshallah tukipata fursa tutaeleza yote haya.
Na kwenye ngamia ni idadi gani? Kwa sababu mifugo inatazamwa ni hiyo aina tatu. Ng'ombe na mbuzi na kondoo imewekwa sehemu moja. Alafu ng'ombe, alafu ngamia. Kwa hiyo njiwa na kuku haziingii. Naam, hii tutapata fursa inshallah ala kujalia tutakuja kuweka wazi huko mbele. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma din. Allahumma arina haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batilan batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatima ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. ونسألك اللهم درجات العلى من الجنة ونعوذ بك من النار برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Abdijon TV.